Hi, this is Tech Elias Pro. Tunaendelea kujifunza mambo ya mtandao au mambo ya networking. Katika siku ya leo, kama mnavyoona hapa, tunaenda kuangalia vifaa viwili vinavyotumika katika mambo ya mtandao au networking. Kifaa cha kwanza kinaitwa hub, kama mnavyokiona hapo, kinaitwa hub, lakini kingine kinaitwa switch. Hivi ni vifaa ambavyo vinatumika kuunganisha au kutengeneza networking au kutengeneza mtandao. Kwa maana hiyo, hivi vifaa vyote viwili hub na switch vinafanya kazi ya aina moja, lakini vinatofautiana. Kuna utofauti uliopo kati ya hub na switch. Ilianza hub afu baadaye ikaja switch. Kwa nini ilihamishwa kutoka kwenye hub kwenda kwenye switch? Au kwa nini wataalamu waliona kwamba hii hub ina shida wakatengeneza kifaa kingine kinachoitwa switch? Twende tuangalie. Hub. Hiki ndio kifaa kinachoitwa hub, kama mnavyokiona hapa, kinatumika kufanya mambo ya networking, kuunganisha devices, computers na kadhalika. Kama mnavyoona kina matundu sita, kina mashimo sita. Haya yote yanatumika kuunganisha au kutengenezea mtandao. Maana hapa kuna waya ambao unakuja kuingia hapa kutoka kwenye kifaa, device, maybe computer, unakuja kuunganisha hapa. The same way katika matundu mengine, haya mashimo yanatumika kuconnect device moja na nyingine. Kwa hiyo katika hii hub yetu tunaona kwamba kuna kompyuta namba moja ambayo inaweza kaunganishwa katika ile shimo hapa. Kaunganishwa hapa hii kompyuta namba moja. Lakini katika hili shimo pia unaweza kaunganisha kompyuta nyingine, tuite kompyuta namba mbili. Katika hili shimo pia unaweza kaunganisha kompyuta nyingine, tukaita kompyuta namba 3. Katika hili shimo pia unaweza kaunganisha kompyuta nyingine, ikaitwa kompyuta namba 4. Katika hili shimo pia unaweza kaunganisha kompyuta, tuite kompyuta namba 5. Na hapa pia tukaunganisha kompyuta namba 6. Now, kwa hizi kompyuta zote 6 zimeunganishwa katika kifaa kimoja kinaitwa hub. Sasa huyu namba moja akitaka kuwasiliana na namba 1, akitaka kuwasiliana na namba 5 hapa, manake akihitaji kumtumia ujumbe au kufanya mawasiliano na namba 5, labda anatuma ujumbe A, anatuma ujumbe A kwenda kwa namba 5. Hii hub itakachokifanya, huu ujumbe uliotumwa kutoka namba 1 kwenda namba 5, maanake utasambaa katika devices zote hizi ambazo zimeunganishwa hapa katika hii hub. Maanake ujumbe utamfikia namba 2, huu ujumbe utakuja kwa namba 3, huu ujumbe pia utapita kwa namba 4, huu ujumbe pia utapita kwa namba 6. Kwa hiyo hawa wote waliounganishwa katika mtandao watapata huu ujumbe ambao ulitumwa na namba 1. Ingawaje lengo lake alikuwa anamlenga nani? Namba 5 ndio aweze kupata ujumbe. Kwa hiyo kwa kifupi, hii hub katika mambo ya networking haina siri, no privacy. Unachomtumia mtu mmoja kinasambaa katika devices zote ambazo zimeunganishwa katika hii hub, kwa hakuna siri. Kwa hiyo wataalamu baada ya kuona hii ni shida, wakaja na kifaa kingine kinachoitwa switch. Switch kama mnavyoiona hapa nayo inafanya kazi kama hub, lakini yenyewe ina utofauti kidogo. Tofauti yake ni ipi? Ngoja tukaangalia.
Hii switch ina matundu 8 kama mnavyoiona. Kwa maana hiyo haya matundu naweza kuunganisha kompyuta ngapi? 8. Maybe kompyuta namba 1 hii hapa, kompyuta namba 2, namba 2 ukaunganisha kwenye hili tundu, kompyuta namba 3 ukaunganisha kwenye hili tundu, na kompyuta namba 4 ukaunganisha kwenye hili tundu, kompyuta namba 5 ukaunganisha kwenye hii port, kompyuta namba 6 ukaunganisha hapa, this number 6, and here is number 7, kompyuta namba 7 hapa, na kompyuta namba 8 ukaunganisha hapa. Kwa hiyo switch ina uwezo wa kubeba vifaa 8 kama mnavyoona kulingana na matundu ambayo yapo. Sasa tofauti kati ya switch na hub ni ipi? Yule hub ulikuwa ukimtumia kutuma meseji au ujumbe, anasambaza kwenye devices zote ambazo zimeunganishwa katika hub. Lakini switch, maybe wewe ni namba 1 hapa, unahitaji kumtumia ujumbe namba 3. Namba 3. Maanake ujumbe A utamfikia namba 3 peke yake. Huyu namba 2 hataweza kupata, namba 4 hataweza kupata, namba 7 hataweza kupata, namba 8 hataweza kupata, namba 6 pia hataweza kupata, namba 5 pia hataweza kupata. Ni kwa sababu gani? Hii ina privacy. Kwa yenyewe inamlenga, iko specific. You want to communicate with number 3, device number 3, only number 3 will receive the message from number 1. And that message will not be distributed to other devices. That is the difference between hub and switch. Kwa hiyo wataalamu waliona ni bora tuje na kifaa kinachoitwa switch ambacho kitatumika vizuri katika kufanya hizi networking. Asante sana, tuendelee kujifunza.